Ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa sababu hotuba yake kama ulivyosema imegusa maeneo yote ambayo yanawagusa wananchi moja kwa moja. Nikianza na hili ambalo umelizungumzia kuhusiana na vijana. Kuundwa kwa wizara maalumu kwa ajili ya vijana, nadhani ni hatua kubwa sana kwenye kushughulikia changamoto za vijana. Vijana wana changamoto ya ajira, vijana wana changamoto ya mitaji, lakini vijana wana changamoto nyingi ambazo zinatakiwa zipatiwe majibu. Kwa hiyo tukiwa na wizara ambayo inaenda kufocus kwenye eneo moja mahususi la vijana, basi tunakwenda kupata sehemu ambayo vijana wana kimbilio la haraka bila kupitia katika wizara ambazo zina idara nyingi zaidi. Kwa nafikiri ni maono makubwa sana na nia ya dhati ya kwenda kuhangaika na changamoto za vijana. Katika hotuba hii ni kwa namna gani unaona wananchi wa Korogwe wameguswa? Tumeguswa kwa sehemu kubwa sana. Wananchi wa Korogwe wameguswa sehemu kubwa sana. Amegusa kuhusiana na mitaji kwa vijana na wanawake, ambapo ni sehemu kubwa katika ziara zetu tumeona ambavyo wana hamu ya kusaidiwa kupata mitaji kujikwamua kiuchumi. Vijana wana mawazo, vivyo hivyo kwa wakina mama. Mimi binafsi nimekaa na wakina mama na mama lishe na baba lishe wengi, na mpaka tumefika wakati wa kutengeneza umoja wa hili kundi, lakini lengo ni kuamua kutoka kwenye mikopo ambayo wanaichukua inaitwa maarufu kama kausha damu, ambayo wanachukua 100,000 analipa 150,000 ndani ya muda mfupi. Tukitafuta namna ya kuwasaidia hawa sasa kupata mitaji, maana yake tunakwenda kukwamua kundi kubwa. Mama lishe na baba lishe ni mfano tu, lakini tuna makundi mengi ya aina hii. Kwa hiyo imepokelewa vizuri sana. Naamini watu wa Korogwe mjini wa jimbo langu watakuwa wameshangilia kusikia kauli hii kutoka kwa mama. Hotuba ya matumaini. Ni matumaini makubwa. Lakini vivyo hivyo amegusia kuhusiana na viwanda, ameongelea kuhusiana na michezo, lakini mwisho uwajibikaji. Waziri Mkuu ameongelea uwajibikaji. Spika naye amegusia uwajibikaji. Na leo Rais amepigilia msumari kwenye uwajibikaji. Na yeye amesema uwajibikaji kuanzia juu mpaka chini. Maana yake mawaziri, makatibu wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, wakuu wa taasisi, wote hawa watakuwa na uwajibikaji. Na amesema viongozi hawa wa serikali, mawaziri na viongozi wengine atakao wateua, waende wakakae karibu na wananchi. Na kukaa karibu na wananchi maana yake tutayaona na kuzisikia shida za wananchi zaidi. Na tutaleta ile maana ya kwamba sisi tunakwenda kutumika kwa wananchi, kwa sababu tutafanya yale ambayo wananchi wanayahitaji, yale yanayowagusa wananchi. Haya tutayapata kupitia kwenda kukaa karibu na wananchi. Bahati nzuri yale ya siku 100 za kwanza ambayo Mheshimiwa Rais alitembea nayo kwenye kampeni, na kwa sehemu hayo na mimi nimetembea nayo. Hayo ndio ya kwanza ambayo tunayafikisha kwa wananchi, kwa sababu ni vipaumbele vya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunaongelea mitaji ambayo ameizungumzia mama, lakini vivyo hivyo pia kuwapelekea tumaini. Wameona matangazo ya ajira za walimu, matangazo ya ajira kwa watumishi wa afya, waombe wale wenye sifa, kwa sababu ndio tunaanza utekelezaji wa ahadi za mama. Zimeshaanza kutekelezwa. Kwa hiyo waombe. Lakini pia lipo moja ambalo tumelipokea kwa furaha sana, na nadhani hili ni kwa wabunge wote na mimi nikiwemo, na nimelifurahia sana, ni ongezeko la bajeti ya TARURA kwa ajili ya kuzitengeneza barabara zetu za vijijini. Kwa hilo tumelipokea na tunaamini litaenda kutusaidia. Sisi tulitengewa bajeti ya karibu kilomita 377 kwa level ya changarawe, naamini zitakwenda kuongezeka.
Kwa hiyo ukiniuliza lipi la kwanza, nitakwambia vile vipaumbele 10 vya mama ambavyo amevitolea ufafanuzi na ametoa nafasi tuzijadili kwenye bunge litakalofuata mwezi wa kwanza.